Ni kweli kwa sasa tumekuwa nayo mijadala sana, tunajaribu kuzungumza na watu, lakini pia kutumia hiyo nafasi kujaribu kuelimishana. Limeonekana kuwa bado ni gumu sana, ila nimegundua ni kwa baadhi ya watu. Sofa linaenda vizuri. Sofa kuna wachache wanaelewa, lakini bado kuna ugumu mkubwa sana. Kitu cha ajabu sana nachosikitikia kikubwa ni kwamba watu wamekomalia tu andiko limesema, lakini katika andiko huaga kuna nature ya mahali, kwa maana ya mazingira. Tukiachilia hayo mambo, yani leo hii kuna mataifa, kuna maeneo ukienda sio topic swala la mavazi, sio topic tena kwa watu waliookoka, lakini kwetu bado inaonekana ni topic. Sisemi kwamba ni kitu kibaya, ni kitu kizuri kwa sababu sisi tunapenda mila na desturi zetu. Lakini kusema ulo ukweli kabisa, mimi kama Christina Shusho, na nikiwa kama Mkristo, binti wa Kikristo ambaye nimekulia kanisani, na umri wangu na mimi nishakuwa na familia, nimejaribu hiki kitu kusema vazi la suruali kama linaleta dhambi au linakuwa ni dhambi. Nikilivaa mimi sijaona kama limeniambukiza dhambi. Dhambi ni mambo mengine ambayo unaamua wewe kuyafanya. Lakini mara nyingi ambazo mimi nimekuwa nikivaa suruali, na hakikisha tu nivae jinzi na niwe nimevalia kwa heshima. Hata kama muonekano wangu, hata kama nimevaa jinzi, muonekano uwe na heshima, usiwe muonekano wa aibu. Kwa sababu kuna nguo unaweza kuvaa sketi ndefu, lakini kila mtu akikuangalia hivyo anainamisha kichwa kwa maana inaleta aibu. Lakini wakati huo ni sketi ndefu kabisa au kanzu ndefu kabisa, lakini kila mtu akikuangalia anaona unatia aibu, anainamisha kichwa. Na wakati huo unaweza kuvaa suruali ya jeans, na mtu akikuangalia anasema yes, anaangalia mara ya pili. Kwa mimi ninachozungumza mara nyingi ni kwamba jeans si dhambi, japo jamii yetu bado baadhi yao hawataki kukubali, bado ameshikilia ile sheria kwamba ni dhambi. Na mimi naamini kuna baadhi ya wachungaji, watumishi wa Mungu nimezungumza nao, wamefahamu ukweli kwamba si dhambi, lakini shida ni walishaaminisha waumini kwamba suruali ni dhambi. Na kama baba hawezi kuja kurudi kuzungumza tena na washirika kwamba jamani, mnajua sio dhambi, muendelee, inakuwa ngumu kuona wale washirika waliolishwa ile neno kwamba ni dhambi, basi wakashika hivyo, na wao wamekuwa wa kwanza kuhukumu. Binafsi nazungumza kibinafsi yangu kwamba sijaona kama ni dhambi, japo jamii yetu imeshikilia hicho kitu kama ni dhambi. Na mimi niseme tu kwamba kuna maeneo sasa hivi unaenda, kuna nchi unaenda, kuna mazingira fulani unafika, swala la suruali waga si topic. Yani huwezi kuanza kuzungumza ati umevaa suruali wewe ni mwenye dhambi. Imagine sio topic kabisa, utakuwa unatia aibu, utakuwa unajidhalilisha. Na mimi niombe tu Watanzania wenzangu kwamba itafika mahali hii topic tutaiacha. Kwa vyovyote vile ilivyo, hii topic tutaiacha kwamba ni dhambi ama si dhambi. Ile tuamini lazima uvae kwa heshima kama mwana wa Mungu, ili uwe ushuhuda kwa watu wengine. Mimi hilo ndilo ninaloweza kuzungumza kwa ufupi tu. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.